Karibu sana katika kipindi cha kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian na Philip Nkini pamoja na mzee Francis Chirwa ambapo tupo nayo leo ikiwa ni special kurasa za mwisho. Hii ni special kwa sababu Simba leo anacheza mchezo wa mwisho wa fainali, na kama hiyo haitoshi basi tunaitakia kila laheri. Sahihi. Sahihi. Na katika studio yetu ya Dodoma mambo yakaenda vizuri, tutakuwa na John Bwire. Yeye ni mhariri na ni mwandishi wa zamani katika gazeti la Dimba, akifanya kazi na mzee Chirwa pamoja kwa katika hilo gazeti la Dimba, wakati ambapo Simba mwaka 1993 ikiwa imefika katika hatua kama hii. Haya, leo basi mbali na mzee Bwire, mbali na mzee Chirwa, pia tutakwenda Zanzibar kuweza kupata hali halisi ya Zanzibar ilivyo. Karibu sana mzee Chirwa katika studio zetu za Azam. Asante sana. Unamkumbuka mzee Chirwa? Nimesoma kazi zake. Soma kazi Basi atatupa uzoefu wake leo hii. Lakini katika magazeti ya wiki nzima ambayo yamejitokeza ni kuhusiana na fainali ya leo, na haya niloshika haya yote haya ni ya wiki nzima. Mwanasports, watu wa kupindua meza, hilo ni gazeti la Mwanasports. Alikadhalika katika gazeti la Uhuru, Rais Dr. Mwinyi aongeza mzuka Simba kuiua Berkane. Mwinyi aishika mkono Simba. Hiyo yote ikiwa ni katika magazeti ya wiki nzima iliyopita. Alikadhalika Simba yapewa mbinu za kuiua RS Berkane, na katika gazeti jingine dakika 90 za pressure katika gazeti la Mwananchi. Na katika gazeti la Nipashe linasema kwamba Mo atamba Simba kunguruma popote. Dr. Mwinyi mgeni rasmi Jumapili aongezea nguvu Msimbazi. Jana tunalizana mgeni rasmi nani? Jana kupata connection ile ya hatuna connection ya baba na mwana. Okay. Haya jamani, karibu sana katika kurasa za mwisho, na wenzetu kama wako Dodoma tunawakaribisha sana, na tutakuwa tukijaribu kutafuta nini ambacho ipo. Tuanzie na nyakati za mwaka 1993. Francis Chirwa, wakati huo ukiwa katika dawati la gazeti la Dimba, kwenye nyakati kama hizi wiki nzima ilikuwaje mwaka 1993? Mechi nafikiri ichezo tarehe 27 ile. Tarehe 27 Novemba mwaka 1997. Katika hiyo wiki nzima mzee Chirwa, nini hasa ambacho ulikiona na unafikiri mpaka sasa bado hakijazungumzwa lakini unacho wewe mwenyewe? Mwaka 93 Simba imeingia fainali. Ilikuwa ni tukio kubwa sana, na kama kawaida tulikuwa tunafuatilia stories. Stella wakaja wakafikia Starlight pale, hoteli ya Starlight pale Mnazi Mmoja. Lakini tofauti na timu zingine, wao hawakuingia kwa mbwembwe, walijifungia pale na kutoka mpaka siku ya mechi. Hawakwenda hata mazoezi. Walifanya kwa kificho tu, lakini hawakuji nani. Na kama kawaida matumaini yalikuwa makubwa sana, kwa sio wachezaji tu, hata viongozi, mashabiki. Matumaini yalikuwa makubwa sana kwamba ile kombe lazima tutalibeba tu kama ilivyo leo. Na baada ya kujifungia, kwa hiyo hawakutoka mpaka wakati wa mechi ambayo ilikuwa ndio tarehe 27. Haya basi, tutakwenda katika mfululizo wa magazeti ya zamani ambayo yaliweza kuripotea. Tukianzia na hilo gazeti la Dimba, tutakuwa tunakuletea story tofauti wakati wa mechi ama baada ya mechi kilichotokea, alafu mzee Chirwa atatuambia zaidi. Hilo ni gazeti la Dimba, mzee Chirwa.
ni baada ya mechi yenyewe. Kisa cha ng'ombe kuliwa mkia kushindikana. Hiyo ni headline ambayo wewe mwenyewe ulikuwepo. Simba yasononesha Tanzania nzima. Hem, tuambie hapo sasa mzee Chilwa, na ulikuwa mwariri hapo, ndio uliariri ama uliandika hiyo story? Hii story iliandikwa na John Bwire ambaye baadaye tutaungana naye tuweze kuwa nani. Mimi niliandika tukio baada ya mechi. Nilikuwa napita kuangalia ule msononeko uliokuwepo pale uwanjani kila mmoja, na kulikuwa na tukio ambalo niona ngoja niliandiki kwa sababu ya kuhuzunika na hasira. Kuna watu walichomba taka. Unajua wakati ndio hapo chini. Ndio nafikiri kocha. Hiyo kanga za choma moto uwanjani. Unajua wakati siku ile wakati wa mashabiki wanaingia uwanjani, mfadhili mkuu Azam Dewji aligaramia kanga. Unanunua ticket, unapewa na kanga. Kwa nini ilikopo hivyo kanga? Nadhani ni yake ilikuwa baada ya kushinda, kwa sababu alikuwa na 100% kwamba tutashinda ile kombe. Ili baada ya kushinda pale uwanjani pawe watu shamla za kanga nini, kila mmoja ana, lakini haikuwa hivyo. Vijana waandishi sasa hivi wanafikiria na wasilisha tu kwamba ilikuwa ni kama sehemu ya kuchochea wanawake wasichana waingie katika mpira wa miguu, ambao kwa sasa hivi kusema kweli idadi ni kubwa zaidi. Labda inawezekana ikawa ni moja nyingine hizo. Kwa ndio hivyo, baada ya watu wametoka uwanjani na hasira, na nakumbuka kwamba Uzalendo umetushinda baada ya goli la pili kufungwa. Hiyo ambao mashabiki waliimba. Inasemekana mashabiki waliimba baada ya goli la pili kufungwa. Naiona kwenye blab, kwenye hiyo story kubwa hiyo hapo. Yaani walikata tamaa. Nini Uzalendo? Yanga ashindwa. Tutarudi katika gazeti hili. Mwenzetu Bwire akiwa yuko tayari pale Dodoma, kwa sababu hii ni story inayohusu yeye. Tutarudi tena, labda tuangalie na magazeti mengine ambayo ya zamani, maanake kumekuwa na matukio tofauti enzi zile, ikiwa na tu, lakini kubwa katika magazeti hayo ilikuwa ni pamoja na kanga, pamoja na nini, chai marage zile gari, yale magari waliahidiwa wachezaji. Nani, alafu TV na wengine magari haya madogo, baluni hayo madogo. Haya, hilo ni gazeti la Mzalendo Novemba 30. Hii pia ni baada ile mechi ilichezwa tarehe 27. Hii sio kabla. Mechi ilichezwa tarehe 27. Ili kombe la CAF libaki nchini, kamati ya taifa ya kabla. Ilikuwa kabla. Kuna kamati hiyo, mzee Chilwa, unaikumbuka? Kamati ya kitaifa yaundwa kuweza kusaidia kombe kubaki. Unaona hapo, pambano hilo wataweza kupata pia doti ya kanga ya shilingi 1000 bure. Hiyo hapo mzee Chilwa, umeona baada hiyo headline hiyo. Katika hilo gazeti la Mzalendo, mwandishi alikuwa ni Shimie Ahmed, bila shaka unamkumbuka. Kwa bahati mbaya ametangulia mbele yake. Haya, kuna kitu nimekiona kwenye story. Kiingilio kilikuwa 50,000. Sababu ukisoma hiyo column ya pili kutoka mwisho, ambaye Dewji alisema kwa kila atakaye kata tiketi ama kupewa tiketi maalum ya shilingi 50,000 atapewa doti moja ya kanga pamoja na fulana na kofia ya Simba bure. Kwa hiyo kuna fulana na kofia pia, sio kanga. Kwa hiyo ina maana katika ile shilingi 1000 ina maana hapo 49. Ina maana hapo unapewa na kofia pia na kofia na t-shirt. Tuchukulie kama 1000 nyingine, tuseme 47 kingine. 47 tumeweka ile flat rate kwamba kanga ni shilingi 1000, alafu labda kofia 1500 au 1500, tuseme. Haya, tumesema kadirio la juu 1500,
kanga na kadilio la juu la kofia 1500. Kwa hiyo kiingilio cha kuingia uwanjani mwaka 1993 tunakikadiria ilikuwa ni cha juu ilikuwa 50,000. Sababu hapa nimekuja naona chini anasema kama itakavyokuwa kwa watakaolipa shilingi 10,000 kwa jukwaa kubwa, shilingi 5,000 kwa jukwaa la kijani. Na jukwaa hili ni sasa hivi uwanja wa Uhuru. Yani ni ule uwanja wa Uhuru kipindi kile. Kwa wakati unaangalia kabla hayajang'olewa zile aina za majukwaa, lakini kipindi kile ikupo ni katika hiyo hapo. Haya, hiyo ikiwa ni katika gazeti la Mzalendo mwaka 1993. Kamati ikaundwa na mambo mengine yakaendelea. Tuendelee kupata stori nyingine ili tuweze kushare na mzee Francis, na kama mwenzetu ambaye yupo kule Dodoma tutakweza mzee John Bwire, kama unanisikia, habari za wakati huu kutoka Dodoma? Habari za Dodoma ni nzuri sana, kibaridi kidogo. Tunashukuru, pole kwa kuamka asubuhi. Na hapa studio ya Dar es Salaam tupo na Francis Chirwa, ambaye naamini mlikopo mnafanya kazi kipindi kile ambacho mpo pale katika gazeti la Dimba. Francis, unaweza ukamsalimia mzee Bwire pia, naye anakusikia. Habari za masiku bwana Bwire? Habari za huku na masiku ni njema. Haya, turudi katika mwaka 1993. Mzee Bwire, ulikopo ni kiungo mkubwa sana katika kuandika stories za kimichezo, na kuna story yako ambayo imepita. Kwanza kabisa, kwa siku kama hii ya leo ambapo tulianza kuzungumza na mzee Chirwa kuhusiana na uzoefu wake katika siku kama ya leo, kuelekea katika mchezo mgumu kama hii ya leo katika mwaka 1993. Wewe binafsi ulikupo kijana zaidi, labda tuambie ambavyo wewe ulikupo unafikiria siku kama hii kama mwandishi na namna ya kuweza kuandika angles za uandishi. Okay, bado tunawasiliana na mwenzetu Bwire akiwa sawa. Basi tutaendelea kwenda. Habari njema kwa wapenzi wa soka katika gazeti la Novemba Mzalendo pia hili kwa wapenzi wa soka ndio ile kamati imeundwa ya kuisaidia. Miongoni mwa watu ambao unamfahamu hapo, namwona pale Hasani Mwanakatwe, wengine ni maofisa waandamizi kutoka Ikulu, majina ya kutolewa wameandika kabisa pale, ofisa kutoka ofisi ya waziri mkuu. Umeona kwa kamati ilikuwepo hapo. Tofauti na mwaka huu kamati hamna. Yaani kipindi hichi sizioni sana hizo kamati zipo, lakini naishi klabu zinaamua zenyewe. Yaani klabu wanatengeneza mkakati wao wenyewe ndani. Na serikali kama serikali wanasimamia overall jumla bila kuwa na kamati ambayo inatambulika rasmi. Kwa sababu hata ukiangalia hapo kwenye story ya nyuma iliyopita ilikuwa inaonyesha ya kwamba mashabiki walikuwa wanasafiri kwa ndege. Sasa hivi mashabiki wanasafiri kwa mabasi. Sababu ilikuwa inaeleza kwamba ndege kutoka Mwanza itatoka pale Mwanza saa 1 kamili. Alafu ikaonyesha ndege pia kutoka Kilimanjaro itatoka pale saa 2 kamili. Okay. Kwa sasa hivi utasikia mashabiki wanatoka na mabasi kutoka Mwanza, kutoka Arusha, kutoka wapi. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanabadilika. Umeona hiyo hapo, hiyo quotation hiyo hapo. Katika mpira lolote linaweza kutokea. Katika mpira wa miguu lolote linaweza kutokea, lakini ni sawa na kashfa kukosa kombe hilo. Kama ilivyo leo. Kama ilivyo ni sawa na kashfa kulikosa. Kama ilivyo leo. Haya, hilo ni gazeti la Mzalendo la mwaka 1993. Haya, twende katika gazeti jingine, na wakati huo bado tunamsubiri mwenzetu Bwire pia akitokea kule Dodoma. Simba itaiparura Makucha Stella leo mwaka 1993 hiyo, katika gazeti la Mzalendo. Mzee Chiro, unaona hali halisi ya magazeti ya kipindi kile na namna ambavyo
ilivyokuwa, yani wakati mwingine maandishi hayaonekani vizuri, lakini angalau mwaka huu teknolojia imeweza kuokoa magazeti. Haya, hiyo ni gazeti la Mzalendo la mwaka 1993 ikiwa na hiyo. Tuangalie picha nyingine ambayo, story nyingine ambayo ilitokea mwaka 1993. Simba ilikosa utaalamu mzuri katika mwaka 1993, lakini hii sasa ni baada ya mechi. Hii ni baada ya mechi. Na kuweza kupata matokeo ya kipindi kile, na hilo ndo kombe ambalo ilishindikana, na mwandishi alikopo ni John Gayoma marehemu kipindi hicho. Yako alikuwa anasema nyingine ile pale chini. Wachezaji Simba kutunitiwa Toyota. Kipindi kile kupo kuna sintofahamu hivi. Mzee Chirwa, tukumbushe kipindi kile kupo kuna sintofahamu kubwa sana. Wengine walikuwa wanataka sijui mimi nataka kanga tu, wengine mimi nataka nyumba tu, wengine mimi nataka hela tu. Tuweke sawa katika hiyo, Mzee Chirwa. Kabla ya mechi mfadhili mkuu wa Azam Dewji aliahidi kwamba Simba wakichukua kombe hili atamkabidhi kila mchezaji gari aina ya Kia. Na wakati ule gari ilikuwa ndio gari zuri kwanza la kibiashara, na pia wakati mwingine ndio lilikuwa linatumika kama daladala. Sawa. Naona kule Zanzibar kule bado zipo. Mzee Chula, endelea. Sasa baada ya kucheza na kufungwa, nakumbuka Azam Dewji ni miongoni mwa watu ambao alipigwa hata na picha analia. Ipo picha tutaiona kwa kukosa kushinda, na inaelezwa kwamba hata kabla ile mechi Azam Dewji alitaka parade magari mawili matatu yakae kule upande JKT kule. Lakini kwa mujibu wa Jabir Shikamkono alimkataza Lowazo kwamba hapana, kama ni magari ya Kia wakishinda watapewa baadaye, lakini asionyeshe pale sasa hivi. Lakini sasa baada ya kushindwa ndo kabidi awape. Tayari shanunuliwa kabisa Kia. Nafikiri yalikuwa ya mfano tu. Ninavyofikiria mimi. Sasa ndo akaseto baada ya kushindwa akaseto kununua magari madogo, ndo akawapa wachezaji hayo mabaloni. Pamoja na kwamba walipoteza bado walipata kitu. Sasa kuna ahadi. Si ndio hiyo hapo nyingine, zawadi ya magari ya Kia Simba, baadhi ya wachezaji washachukua fedha. Wengine wapendelea nyumba. Ambao hawakutaka magari. Ukileta sasa hivi unajua itakuja hivyo hivyo. Yaani ukiwaambia chagua kati ya gari, nyumba na hela, huo mgawanyiko utaupata hivyo. Ulotokea 93. Ukiuleta leo, labda ukaenda pale Simba leo ukawaambia chagueni kati ya nyumba, gari na fedha, huo mgawanyiko utaupata vile vile. Si baada ya miaka 20 ngapi? 30 sasa hivi. 30 miaka 30. Sasa ni miaka mingi sana. Lakini mgawanyiko ule utaupata hivyo hivyo. Yaani hakuna, sio wote watakao kwambia bado mimi tunataka gari au tunataka nyumba. Lakini sasa hii kupo ni kabla ya mechi. Hii kabla ya mechi. Maana hapo chini naona inasema, je, wachezaji hao watatimiza azma ya kutoa ubingwa wa CAF kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania katika soka la kimataifa, au zawadi za magari ya Kia na nyinginezo zitabakia kuwa ndoto za alinacha? Hayo yote ni mengine yatajulikana baada ya dakika 90. Kuna sasa hivi naona fedha ndio zimetamalaki kipindi hiki. Kipindi hichi ni fedha zaidi. Nimeona tayari kuna dola 100,000. Ahadi ambayo mimi niliona ni ya bilioni 1. Kwani si dola ndio hii ya bilioni 1? Kwa hiyo hayo mengine tuachie wengine. Hiyo sasa hiyo ni upande wa Simba hizi. Ni upande wa Simba. Kuna na mwingine anza akajitolea na yeye, inawezekana ukishachukua labda serikali na kusema bana sisi tuna cha kwetu hichi hapa. Ukishachukua mambo yanakuwa ni mengi. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar pia naona jana Rais Mwinyi alizungumzia wakati anakutana na wachezaji wa Simba pia. Walisema kuhusiana na zile gharama za uwanja zote. Gharama za uwanja na pia lakini pia na hizo fedha dola 100,000. Dola 100,000. Kwa hiyo inazidi
kuongezeka pale. Haya, bado kuna ile goli la mama, bado kuna goli la mama, bado kuna fedha, tulisema jana fedha za kafu za ubingwa ni bilioni 5. Na mpaka sasa hata hivyo Simba ina bilioni 2.7 kwa sababu ni hata mshindi wa pili anaweza akapata. Jamani, tunajaribu kuwatafuta pia na wenzetu ambao wako Zanzibar ili waweze kutupa nini ambacho kinaendelea kule Zanzibar wakati huo tukiwa tuko katika siku maalum ya Simba kuelekea katika mchezo wa fainali. Mechi itachezwa leo ifikapo saa 10 kamili, lakini kutoka asubuhi hii sisi kama ada tunakuwa tunakuletea kila kitu kinachotokea, na kusema kweli ikiwa ni siku maalum ya Simba na kuweza kukumbushana na hata kuweza kukuweka katika mambo sawa. Katika gazeti la leo la Mwana Sports, siku ya hukumu, hilo ni gazeti la leo la Mwana Sports. Akiwa kwao Aziz Ki ataja mawili Yanga. Hii ni katika gazeti la Mwana Sports, ikiwa na muonekano mdogo kabisa, lakini kubwa hapo tumeona sasa Simba pamoja na RS Berkane wakiwa Mwalili katengeneza gazeti la kisasa kabisa. Mzee Chirwa, unaona wakati ule na wakati huu wakati ule na wakati huu, unaona gazeti linapendeza. Wakati ule kwa black and white sana sana. Ndio. Twende tena kwa Bwire pale Dodoma. Tuweze Bwire, tulikuwa tupo hapa, bado unaelezea kuhusiana na uzoefu wako katika story ya mara baada ya matokeo yale. Tunataka kufahamu uzoefu wako, ulijisikiaje kuiandika story ngumu kama ile Bwire kutoka hapo Dodoma? Kwanza niseme siku hiyo tulikuwa maripota kama watatu uwanjani, na mimi nilikuwepo na Cheo alikuwepo na mwingine mmoja, na mimi nilikuwa na ripoti mchezo. Chiro alikuwa na ripoti mashamshamu, vibwekwa vya uwanjani, na mwingine alikuwa na hoji wapenzi. Kwa hiyo ilikuwa ni timu ambayo lakini ilikuwa inafanya kazi kwa maana hiyo kwa ushirikiana, na hata hizo stories zetu tulikuwa tunaandika kwa ushirikiano. Kwa hiyo ilikuwa yale ni inapangwa, na then ilikuwa sisi ndio watu wa kwanza kufanya hivyo, kwamba nakwenda uwanjani na ripota watatu ambao kila mmoja amepewa eneo lake la kusimamia, na mkirudi chumba cha habari, kila mtu anaandika kwa eneo lake. Zinaweza zikachanganywa au inaweza ikawa moja moja. Kwa hiyo kiukweli siku hizi sioni vitu kama hivyo. Mwenzangu Chura bado yuko active, mimi sivione, labda yeye anaviona. Haya, tumekusikia mzee Bwire wakati ambapo ukitoa namna ambavyo umeweza hapa, lakini mkini mmemsikia mzee Bwire alivyozungumza. Yuko sahihi kwamba hamna mashirikiano. Ushirikiano upo, ingawa sio, yani walikuwa waandishi watatu wa Dimba, yani waandishi watatu ambao ni story tofauti. Sasa siku hizi kinachotokea mara nyingi, na kweli tumeona katika ile story kwamba Chirwa aliandika story ya Kanga kuchomwa, alafu ya matokeo hii hapa ya Simba ya sononesha Tanzania nzima, hii aliandika Bwire, na nyingine labda kuna waandishi wengine, umeona kwa hiyo ilikuwa ni coverage kubwa sana ambayo imefanywa katika kwa kiwango chao. Ilikuwa ni nzuri, nafikiri ndio maana unapata ukiangalia hiyo story hapo unaweza ya matokeo ukao unaijua, lakini ya Kanga kuchomwa ukao huijui. Kwa hiyo gazeti likiwa mbele hivi lazima kuna kitu kitakuvutia tu utasoma.
Umeona inapokuwa tofauti yake. Inakuwa tofauti. Kuna headline kidogo sana pale Mzee Bwire, kisa cha ng'ombe kuliwa mkia kushindikana. Ulifikiria nini Mzee Bwire? Rudi kidogo. Gazeti ambayo story chini yake ni ya kwako inasema kisa cha ng'ombe kushindwa kuliwa mkia. Kisa cha ng'ombe kushindwa kuliwa mkia. Headline kidogo kabisa, afu ikaja Simba yasononesha Tanzania nzima. Kabla ya mechi, ndio unajua mechi inachezwa uwanjani kwenye eneo la uwanja la kucheza mpira na inachezwa nje pia, na mambo haya mawili lazima yaende pamoja. Maandalizi yanapofanyika ya mechi ijayo, lazima tuangalie tumejiandaje kiuchezaji kwa mchezaji mmoja mmoja na kwa timu nzima. Hiyo ni kazi ya wachezaji, na siku hizo Simba ilikuwa imejiandaa vizuri sana kwa maana ya wachezaji. Lakini pia kuna mambo ya nje ya uwanja ambayo nao ni muhimu kama yalivyo mambo ya uwanjani. Kama tutakumbuka vizuri, Simba alikuwa ametoa sare kule. Kwa hiyo kazi ya huku ilikuwa ni nyepesi kidogo. Alihitaji sare, na kama ingeshindikana kabisa alihitaji sare. Lakini sana sana alihitaji kagoli kamoja tu. Na wale wenzetu walikuwa najua kazi ilivyo ngumu huku, kwa sababu hata kule Simba aliwakosa kosa. Kwa hiyo walichokifanya, mambo ya nje sasa, haya ya nje ya uwanja, kwanza walikuja kwa makundi na vyombo vya habari vikaandika waja wamepoa, waja kwa makundi, waja wamenywea. Sasa mimi kwa maoni yangu wakati huo ilikuwa ni kwamba hayo maandishi hayo, hizo habari zilikuwa zinacheza na akili za wachezaji wa Simba. Yaani Stella Abijani waliamua kufanya makusudi waonekane kama ni wanyonge, ni underdogs. Lakini kumbe haikuwa hivyo. Walikuwa wanacheza na akili zetu, na sisi tushajua kwamba sasa Simba lazima afunge hapa, lazima kombe libaki. Lakini kitu kingine, siku ya mechi, katibu mkuu wa FAT alitangaza uwanjani kwamba yani ratiba njia nzima ya kombe. Tukishachukua kombe tutapita Kilwa Road mpaka Msimbazi. Hiyo ni kabla ya mechi kuchezwa. Sasa yote haya yanacheza na akili za wachezaji, inawafanya wasipigane sana, wasifanywe wajue, yani wajue kwamba hii mechi tayari tumeshashinda. Na hivyo hivyo kwa mashabiki pia, sisi tuna ugonjwa wa kushinda kabla hatujacheza. Kwa hiyo wenzetu watuchezea hivyo, yani psychologically walitufanya tuonekane kama tutashinda, lakini kumbe wao wamejiandaa vizuri kuliko sisi. Okay, tumekupata vizuri sana Mzee Bwire. Na ulikuwa unaamini kabisa hao ni Stella wanafanya hivyo kipindi hicho, au kupo kuna nguvu za ziada? Walitucheza tu akili wale. Haya, asante Mzee Bwire kutoka Dodoma. Bado tupo nawe mpaka tutakapofika saa 2 tuweze kujua nini ambacho
kinachozungumzwa katika gazeti hili la Mwanasports la sasa. Bado tupo katika la kwa sasa. Tumeshasema ni siku ya hukumu leo. Headlines zimekuwa ni ndogo sana. Tunaweza tukapata elimu kutoka pia kwa Mwariri Chirwa. Sasa hivi kumekuwa na headline ndogo sana ambazo zinakwenda kwenye point, kama ambavyo tunaona katika gazeti la Mwanasports, tofauti na kwa sasa, au ni mambo ya teknolojia pia, mzee Chirwa? Yaani mambo ya teknolojia kuvutia na kwa sababu ya rangi nafikiri na vitu kama hivyo. Mzee, pia kingine ambacho nakiona unajua gazeti la Dimba lilikuwa pana kidogo, kubwa gazeti la Dimba lilikuwa pana kuliko haya. Sasa hivi ni madogo sana. Ilikuwa ni kubwa lile, afu baadaye likapunguzwa. Dimba lilikuwa kubwa, kipindi hicho lilikuwa kubwa. Okay. Ilikuwa inampa room mtu ya kuandika headline ndefu anapotaka. Sasa hivi hapa hata kusema uandike headline ndefu utaandika paragraph nzima ya headline. Mzee Bwire, kama mmemsikia vizuri, alizungumza kama vile Stella walikuja kama underdog, yaani hawakutaka kujionyesha kama kwa wametoka sare na vitu kama hivyo. Unakumbuka swali langu nimemuuliza hapo kwamba je, ni wao kweli wakipona uwezo wa kuja na kufanya kwamba waonekane kama ni underdog? Akakujibu hajanijibu vizuri. Mbona tu walicheza tu na akili yetu. Kama sijaridhika hivi. Simulize mzee uko naye. Mzee Rasha. Nani? Mzee Bwire bado yuko hewani, anatusikia mzee Bwire. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba wachezaji wasitegemee kwanza vitu vya nje ya uwanja, kama alivyosema, wasiingie uwanjani wakiwa na matokeo mfukoni. Kutafuta matokeo. Mechi ni ngumu, na hasa ukizingatia mechi ni ngumu. Kwa sababu gani? Kwa wakati huu katika mechi ya kwanza Simba tayari wako nyuma magoli mawili, tofauti na kipindi kile walikuwa wamejitahidi kule ugenini kucheza wakapata suluhu. Kwa hiyo leo kwanza wana kibarua cha kurudisha yale magoli mawili, alafu na kwanza kutafuta namna ambavyo wataweza kushinda katika mechi yao hii muhimu kwa siku hii ya leo. Nafikiri ni namna ambavyo nzuri ametuambia mzee Bwire pamoja na Chirwa kwamba tusiende Kiswahili cha sasa hivi, tusiende na matokeo, yaani usiende na matokeo mfukoni. Haya, mzee Chirwa na mzee Bwire, labda kwa mfano sasa kwa siku kama hii ya leo, ungekuwa kijana wa kipindi hiki cha leo, tukianza na mzee Chirwa, wewe headline yako ingekuwaje? Mbali na hizi ndogo ndogo ambazo unaziona hizi, kwa mfano siku ya hukumu, wewe headline yako kama mhariri, jichukulie sasa upo katika kipindi hiki ambacho unapita katika nyakati hizi za kisocial media na vitu kama hivyo. Headline yako ya siku ya leo kuelekea mechi ya leo, baada ya mechi au kabla ya mechi, kama leo hivi jioni mechi inachezwa, yaani gazeti ndio limetoka leo, ulikuwa unafikiria headline gani kuhusiana na hiyo? Au nikupe ufikirie kidogo? Leo ni leo. Leo ni leo kuna gazeti limeandika hivyo. Kuna gazeti au ndio hii hukumu ya leo, hukumu. Kuna gazeti limeandika, gazeti la Mwana. Labda mzee Bwire, kama unatusikia, wewe headline yako ungependa iweje kama ndo kijana wa sasa? Ya siku ya mechi ya leo au baada siku ya mechi? Siku ya mechi ya leo. Mimi ningeweza kusema Simba yani kutafuna mfupa ulioshinda kwa Stella. Okay. Haya, gazeti la Mwananchi
katika la leo linasema mechi ya hukumu hatma, ikiwa ni katika gazeti hapa chini. Kuna mwamuzi, huyu mwamuzi ana historia kweli kweli, mwamuzi anayechezesha leo ni mwamuzi kutoka Mauritania, alichezesha mechi ya Yanga ile Melody. Achana na Melody kwanza, ile ya finali Usma. Alafu akaja akachezesha tena mechi ya Yanga na Mamelodi. Leo hii yuko Zanzibar anachezesha mechi dhidi ya Simba. Tuelekee Zanzibar hivi sasa, wakati tukiwa tunameza maji. Twende Zanzibar kwake Ali. Kumeamkaje Zanzibar? Magazeti yamefika na siku ya leo ndio hivi, hukumu ndio leo, magazeti yanavyosema. Huko vipi Zanzibar Ali? Filipo, kwanza tutapata vizuri kabisa. Nimekuwa nikikufuatilia hapo katika kipindi cha kurasa za mwisho, na leo hii nazungumza kutokea Zanzibar, eneo la Mbweni hapa, kwamba kuna Mbweni lakini na Zanzibar nako kuna Mbweni, lakini unafahamu Zanzibar ni miongoni mwa maeneo. Okay, bado tupo na mwenzetu, tutaweza alikuwa anatuelezea kuhusiana na Zanzibar ilivyo, hasa katika siku hii ya leo. Nilikuwa namzungumzia mwamuzi wa mechi ya leo, ambaye alikuwa atachezesha pia, alishachezesha watani. Kwa hiyo leo hii atakuwa, inaonekana ni mwamuzi ambaye CAF anamtegemea sana, hasa katika mechi. Nafikiri hata finali ya msimu uliopita ndio alichezesha huyu mwamuzi. Ndio nafikiri ni kati ya wale waamuzi wale grade A wa CAF sasa hivi. Grade A wa CAF. Huyo, lakini pia kitu kingine cha kujifunza. Kuna mwamuzi jana amechezesha mechi ile ya finali ya ile ya kwanza pale ya Mamelodi na Pyramid. Alikuwa na wale waamuzi wanaishi hapa. Wanaishi Kariakoo. Wanaishi hapa. Sudani, lakini wanafanya mazoezi yao hapa. Kila siku utakutana nao hapa. Lakini wale wameenda kuchezesha finali. Wale walichezesha jana Mzee Chiro na Mzee Bwire, wale ni waamuzi. Kuna la kujifunza hapa. Wale ni waamuzi kabisa ambao wanaishi hapa. Sudani. Wanakaa hapa, ni wa Sudani, kama ambavyo ilivyo ile timu ya Al Hilal inakaa hapa sasa hivi. Inaenda Mauritius, inaenda wapi. Kwa hiyo ni la kujifunza kweli kwa waamuzi kama wale. Wamecheza mechi kubwa sana ile ya jana pale Afrika Kusini. Wamechezesha vizuri. Kwa hiyo waamuzi wetu pia wanalo la kujifunza. Wakotu hapa yupo katika grade. Yuko nani alikuwa na mechi ya nusu finali kwenye bench pale, alikuwa Arajige. Kwa hiyo Arajige naye yupo hapo. Kwa hiyo tutazidi kuelezea namna ambavyo ilivyo hasa katika hayo. Ulikuwa unasema nini Philip? Nafikiri kikubwa cha kujifunza hapo pia. Alafu pia tubadilishe tu wakati mwingine. Kama hawa mechi zingine unaweza ukawapa. Si wako hapa, si waamuzi wanatambulika. Moja kubwa ya ligi unawapa tu wanachezesha. Una maana kama watani Ya hata kitokea watani wa jadi. Watani wa jadi unawapa tu wanachezesha. Inawezekana. Watani wa jadi Juni 15. Si ndio, yani unawapa wale. Si waamuzi wakubwa wale. Waamuzi wakubwa wa kimataifa. Na wanatambulika, sio tutawaalika pia wakati mwingine Mzee Chirwa pamoja na Bwire na wengineo wazee wale wa zamani waweze kutuambia namna ambavyo dabi walivyokopa wanavyoifanya ile dabi ya Simba na Yanga. Najua wana mambo mengi sana ya moyoni ya kuzungumza, Mzee Chirwa pamoja na Mzee Bwire, pindi timu hizi zinapokutana. Nilitaka umuulize Mzee Chirwa au Bwire. Pressure ilikuwaje ile kabla ya mechi? Yaani pressure ya newsroom sasa ama pressure mtaani kwa sababu si unajua mwandishi si unapita mtaani alafu unakuja newsroom. Ile pressure ilikuwaje, yani watu mazungumzo yalikuwaje? Ile mechi yenyewe ilikuwa inazungumzwa vipi? Ile siku uliofika, ile siku husika. Na hapo nataka ni mchokoze Mzee Bwire. Mzee Bwire, wakati unaandika story upo unatetemeka, atatuambia kama ni kweli. Wakati anaandika story matokeo yale Simba haijapata kombe na nini, alikuwa anatetemeka namna ya kuandika story katika
typewriter ama computer zile? Tuanze na mzee Chirwa. Mzee Chirwa tuanze. Pressure alivyouliza nchini. Pressure kwa washabiki au washabiki ile pressure ilikuwa kuna sana kwa sababu mood ilikuwa Simba wanachukua kombe. Kwa hiyo matumaini ya kila mmoja ilikuwa wanakwenda pale kama headline ilivyosema kwamba ni kwamba wanaenda kumalizia mkia tu. Mkia wa ng'ombe. Mkia wa ng'ombe. Kwa hiyo yani watu wengi walikuwa wanaenda wakijua kwamba ni siku ya kwenda kuchukua kombe. Sio kitu kingine. Sio kitu kingine. Na nasikia baada ya matokeo yale baada ya mechi ile watu wengi sana walitembea kwa miguu. Kweli. Inawezekana na ile sasa unatembea kwa miguu kwenye uchovu. Yaani utembee kwa miguu kwa kufurahia. Unajua hata sasa hivi bado kuna mechi inaishaga pale uwanjani kwa Mkapa, unakutana na watu wanatembea kwa miguu lakini kwa furaha. Yaani na wengine walipotea njia, waliokuja nayo sio waliorudi nayo. Ukimfuata mzee Mchachu hivi nafikiri anaweza akasimulia kwamba namna ambavyo alivyopoteana. Alienda na mwenzake lakini alienda na mwenzake lakini hawakujua wamepoteana vipi, wakakutana nyumbani. Kwa hiyo ni mood ya kipindi kile. Na hizi ndo headline ambazo mzee Chirwa unaziona mara baada ya mechi. Masudi Sanani mwandishi. Masudi Sanani, yes. Unaona alivyoandika hiyo kia zote kia za ota mbawa. Kia za ota mbawa. Ina maana kia ilikuwa ni kama zawadi kubwa sana kipindi kile. Japokuwa kuna hayo mambo na Simba yakosa kombe nyumbani, isiwe kama leo sasa. Ndio mkini. Isiwe kama leo. Leo bwana historia zibadilike. Haya mambo ya mwaka 93. Umeona hiyo picha hapo chini? Goli. Umeelewa nini? Hiyo goli. Ila ule kule wavuni kule. Wapiga picha kuwapata sasa hivi wa hivyo ni wachache sana. Wa action. Mpiga picha ni mpiga picha wa action. Yaani alicheza na ile action. Na picha yenyewe tu inasema. Yaani ukiangalia picha tu una enjoy. Unaona kikosi kile cha Simba pale. Kipo kina Mohamed, Kasongo Athumani, Rashidi Abdalla, Godwin Aswile, George Masatu, Idi Selemani, George Lucas, Hussein Masha, Malota Soma, Michael Paul, Edward Chumila, Thomas Kipese, Uncle Tom. Hao ni baadhi tu ya wachezaji ambao walikuwepo katika mwaka 1993. Twende kwa hali tena. Hali Zanzibar kukoje? Maana tunaona hali ya hewa hatujaipata vizuri kwa Zanzibar. Hebu umerejea tena, tuambie nini ambacho kipo kwa haraka haraka ili tuweze kuacha kufanya majukumu mengine ya mpambano. Na tuombe radhi tu kwa watazamaji wa kurasa za mwisho ya kwamba katika kutokana tu na changamoto za mtandao, lakini kikubwa ni kwambie tu Filipo Cyprian na watazamaji wa kurasa za mwisho ya kwamba hali ya hewa Zanzibar ni nzuri kabisa, kumeamka vizuri kabisa. Hakuna dalili ya mvua na kijua kinaanza kuchomoza sasa hivi majira hii ya saa 1 tunakwenda saa 2. Kwa hivyo ni siku ambayo hakika hatutegemei kuona changamoto yoyote ya hali ya hewa ambayo labda inaweza ikawazuia watu labda kuchelewa kufika katika dimba la Amani pale. Na inafahamika ya kwamba dimba la Amani ama New Amani Complex uwanja ambao upo vizuri kweli, hata kama itatokea mvua, sababu huu ni masika, hakuna chochote ambacho kitaweza kuzuia mechi isichezwe kwa la Amani. Sababu picha ya Amani ipo vizuri kabisa na haiwezi kutuamisha maji katika dimba lile. Kwa hivyo kwa ujumla Zanzibar kumeamka vyema kabisa. Yeyote ambaye labda yupo safarini kutoka katika mikoa mbalimbali ya nchi hii ya Tanzania, basi anakaribishwa hapa Zanzibar kuweza kuja kushuhudia mechi hii. Hakuna rabsha ya aina yoyote, ulinzi upo vizuri kabisa na kila kitu kipo kama vile ambavyo kimepangwa. Filipo Cyprian, wewe ni mtu wa mitandao pia na upo kwa takribani toka siku ya 3 leo Zanzibar. Kusema kweli, namna ambavyo naona picha za uwanja wa Amani zimebadilika kweli, na inaonyesha hapo
kuna namna ya kuweza kujifunza namna ya kufanya branding katika muda mfupi na katika muda huo. Wewe katika mitandao ya kijamii umepita, unaonaje reporting za timu za RS Berkane, timu za Simba, na ukichanganya na yale mazoezi ya jana jioni na hata ya Simba? Filipo Cyprian, kiukweli kabisa, kwa kupitia katika mitandao ya kijamii ambapo kiukweli mimi huko ndiko hasa ninafanya kazi, kila timu imekuwa ikitumia mitandao ya kijamii sasa hivi, na hata RS Berkane kabla hata ya kufika katika nchi hii ya Tanzania na hasa hapa visiwani Zanzibar wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii wakati wakitoka kule Morocco, kutoka katika ule mji wa Wujida kuelekea pale uwanja wa ndege wa Wujida wenyewe. Lakini pia hata baada ya kufika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume hapa Zanzibar, napo walikuwa wakiposti picha mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Lakini kote huko kila timu inaonyesha matumaini yake katika kufanya mazuri katika mechi ya leo hii. Simba Sports inafahamika katika matumizi ya mitandao. Timu ambayo bora sana katika jamii na imekuwa ikitoa update mara kwa mara katika kila kinachojiri, na hata jana usiku waliweka post inayohusiana na vitu ambavyo mashabiki hawapaswi kwenda navyo uwanjani leo hii. Watu wakipita katika mitandao ya kijamii ama kurasa za rasmi zile za Simba Sports watakuta vile vitu ambavyo wameainisha Simba ambavyo shabiki hatakiwi kwenda navyo uwanjani. Ukizungumzia swala la branding katika uwanja wa Amani, kweli hilo nalo ni jambo ambalo bila shaka yote watazamaji hasa wataona kitu tofauti wakati katika dimba la Amani. Kweli branding ambayo ni ya kipekee sana, bila shaka yote katika yetu yana huenda na sisi tukapata pia katika finali wale wanaofanya branding wataweza kupata somo. Mimi Asante Ali kutokea Zanzibar. Hali kuko njema kabisa. Labda tumalizie kipindi chetu. Mzee Chirwa, nini neno lako la mwisho sasa kuelekea katika mechi ambayo itachezwa hapo saa 10? Neno lako mwisho katika kipindi hiki ambacho unajua tunasikilizwa na watu wengi, pengine hata viongozi wa Simba wanaweza wakasikia. Nini unawaambia kuhusiana na dakika chache zilizobaki kuelekea katika mechi hii? Tutakwenda pia kwa Bwire naye atuambie, tumalizane naye Bwire kutoka Dodoma. Tuanzie na Chiro. Mimi nawatakia kila la heri. Ukumbuke kwamba wamelibeba taifa. Taifa zima na eneo zima la Sekafa linawaangalia wao. Kwa hiyo lazima approach yao iwe nzuri, ile hali ya 93 usijirudie tena. Wacheze kwa uangalifu muda wote. Ni hayo tu ya kwangu. Asante sana Mzee Chirwa. Twende Dodoma, katika studio zetu za Dodoma ambapo tupo na John Bwire. Naomba kufahamu rai yako mzee wetu. Mimi naamini Simba imefanya maandalizi ya kutosha, ina wachezaji wa viwango vya hali ya juu, wengi wana uzoefu wa mechi za kimataifa. Wanahitaji, kwa maoni yangu, goli la mapema liwape motisha, wasiruhusu wakafungwa goli la mwanzo, wao watangulie kushinda. Wakipata goli moja ni rahisi kupata la pili na ni rahisi kupata la tatu pia kama ikibidi. Ikishindikana basi angalau sare, twende kwenye matuta. Nadhani huko ndani Simba imejiandaa vizuri vya kutosha, na hakuna ambaye amesahau historia ya mwaka 93. Lazima tuibadilishe safari hii. Kuna watu watakaokwenda kushangilia, wasiwatie pressure wachezaji, wawashangilie, wawafurahie. Ni hayo tu ya kwangu.
Asante sana mhariri wa zamani John Bwire. Niseme tu kwamba alikuwa anasema, mimi nimemtafsiri wakati anazungumza maneno yake mzee Bwire, kwamba ipatikane goli la mapema, si ndio wasiruhusu goli la mapema, wakienda waende mpaka wapate magoli mawili. Hata basi option nyingine hapo ni option ya kupigana penalty, kama atakosa goli la tatu. Kama atakosa goli la tatu. Option nyingine ni kupigana penalty. Nikaona anamwamini kweli kweli Kamara. Naamini hivyo. Anamwamini goalkeeper wa Simba Kamara, kwa ni penalty anaweza akafanya mambo mazuri. Naamini nimelifafanua vizuri japo sio rasmi kutoka kwake hasa. Asante sana mzee Bwire kutoka Dodoma. Asante sana mzee Chirwa. Natumai kwamba nimefurahi kuwakutanisha pamoja, mlikopo katika newsroom pamoja. Natumai kwamba tutaendelea kuwasiliana hasa katika kuweza kuendelea kupata madini hasa yale ya zamani. Mkini, kama una kumalizia? Mimi natakia tu Simba kila laheri. Kila laheri. Asante sana, niwatakie utazamaji mzuri wa kipindi cha Kurasa za Mwisho, vipindi vinavyoendelea. Na kwa sasa si hapa wa Kurasa tunafunga jamvi hili la Kurasa tukiwa tunaamini kabisa Simba itaweza kufanya vizuri katika siku hii ya leo na kuweza kuandika historia na kutoa mwongozo mzuri kama alivyosema mzee Bwire pamoja na mzee Chirwa, hasa katika ukanda huu wa Sekafa ambapo kwa sasa tunaongoza katika soka, si ndio? Ligi ya 4. Hatuna mengi. Tukutakie utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na nikusii tu kwamba uendelee kuangalia channel hii ambapo hapo baadaye channel hii itakuletea mechi ya finali kati ya Simba na RS Berkane. Kwa sasa hatuna mengi, nikutakie mapumziko mazuri.